Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, na wasalimu katika jina lipitalo majina yote. Mpendwa mtazamaji, napenda nikukaribishe kwenye channel yetu ya Yosh Testimony TV. Hii ni channel ambayo inafundisha neno la ufalme wa mbinguni hapa duniani. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, naomba ulipokee neno la Mungu moyoni mwako, lifanye kazi katika maisha yako ya kila siku, sawa sawa na yasemavyo maandiko. Somo letu la leo ni mwendelezo wa masomo katika waraka kwa Waebrania. Na sasa tuko katika sura ya 9 mstari wa 23 mpaka wa 28. Na kichwa cha somo ni dhabihu ya Kristo huondoa dhambi. Dhabihu ya Kristo huondoa dhambi. Mpendwa mtazamaji, mistari ya 6 ya mwisho ya sura ya 9 inaeleza zaidi huduma ya Yesu na hasa dhabihu yake. Mwandishi anawaambia Wakristo wa Kiebrania kwamba kugeukia kitu kingine chochote isipokuwa Kristo kwa wokovu ni mbaya kiroho. Hakuna kitu kingine kinaweza kuwaokoa. Kristo peke yake alitimiza kila kitu ambacho Agano la Kale likielekeza. Kumbuka, ameanza kufundisha kwake kwa kulinganisha na kufananisha. Na inaonekana Yesu ndiye kila kitu kilichokuwa kinafanyika katika kivuli kile ambacho kilikuwa Agano la Kale kilikuwa kinaelekea. Kwa ufupi, ukuhani, dhabihu na taratibu zote za kidini zilipata utimilifu wake katika Yesu Kristo. Anawaambia Wakristo wa Kiebrania kwamba wakimtumaini au kama tumaini lao liko kwa Kristo pekee kwa wokovu, wataepuka hukumu ya Mungu. Lakini ikiwa tumaini lao liko katika kitu chochote au mtu mwingine au kwenye mfumo fulani wa kidini au matendo mema yao wenyewe na uadilifu wao au urithi wao wa kidini au chochote kile, watakufa na kuhukumiwa. Ndugu mtazamaji, mwandishi katika hii mistari ya mwisho hii 6 amefanya kitu ambacho walimu wengi wao wanafanya. Yaani amerudia yale mambo ambayo yalikuwa ameshafundisha katika sura ya 9 na kidogo katika sura ya 8. Amefundisha amerudia kwa maana ya kukazia. Unajua mwalimu mzuri wakati mwingine anapoingia darasani anakuambia atakachokufundisha. Alafu anakufundisha. Alafu akimaliza anakuambia alichokufundisha. Na ndio alichofanya mwandishi hapa. Amerudia yale ambayo alikuwa amefundisha hasa katika hii sura ya 9 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 23. Hebu tusome hii mistari 6 ya mwisho, mstari wa 23 mpaka wa 28. Basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Wala si ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Na kama watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu,
Kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Kama nilivyosema, mwandishi anarudia na kukazia na kupanua yale tuliyokwisha kuyasikia. Kwa hiyo naomba uwe mvumilivu kwa kiasi fulani. Kwa mfano, mwandishi katika mstari wa 24 anapitia yale tuliyokwisha kuyasikia. Anapitia ambayo amesema katika mstari wa 11 na vile vile sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 5. Kwa maana nyingine anaelezea ukuhani mkuu wa mambo mema, ukuhani wa Yesu. Katika sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 5 tuliona Yesu ni kuhani mkuu, sasa anahudumu mbinguni aliko Mungu. Ndio sehemu yake ya huduma kwa sasa. Na kwa ujumla wake kwenye mstari wa 12 alikuwa amewekwa kama kuhani mkuu wa mambo mazuri yajayo. Mstari wa 25 na 29 vile vile unahakiki aliyotufundisha katika mstari wa 12 na ambayo hasa ilikuwa inahusu dhabihu ya mara moja iliyotosheleza kila kitu. Ndugu mtazamaji, nilikwambia kwamba hii anairudia kwa mara kusisitiza kwamba dhabihu aliyoitoa Bwana Yesu ni ya mara moja na ilitosheleza kila kitu. Kwa hiyo anarudia hili katika mstari wa 25 na wa 26 au anaihakiki. Na mstari wa 27 na 28 katika kufanya ulinganisho na utofautishaji kati ya Agano la Kale na Agano Jipya, anawasilisha chaguo la pekee katika siku zijazo. Mtu aidha unachagua hukumu au unachagua wokovu kabisa. Kwa kumwamini Yesu na kazi aliyofanya msalabani, unachagua wokovu. Kwa kumkataa, unakuwa umechagua hukumu. Kwa ujumla, mistari hii 23 mpaka 28 inadhihirisha kwamba huduma ya Yesu ni katika patakatifu palipo bora, dhabihu yake ni bora na imetolewa mara moja tu, na matokeo yake ni bora zaidi kwa kuwa inaondoa dhambi. Na hitimisho hili linaweza kugawanywa katika sehemu mbili. Hitimisho lipi anafanya hapa ambalo ni la sura nzima ni kwamba dhabihu ya Yesu ni bora, imetolewa mara moja tu na inatosha, na matokeo yake ni bora kwa sababu inaondoa dhambi. Kwa hiyo tunaweza tukaiangalia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ambayo unaweza ukasema inaainisha kwamba dhabihu ya Kristo ya mara moja tu kwa ajili ya dhambi inazidi dhabihu za Agano la Kale, zile za kila mwaka au za kila siku. Hii ya mara moja kwa ondoleo la dhambi inazidi dhabihu zote zilizokuwa zinafanywa kila siku, kila mwaka katika Agano la Kale. Kwa hiyo kwa kuwa vivuli na mifano ya mambo halisi ya mbinguni yalitakiwa kusafishwa na damu ya dhabihu ya wanyama, ni wazi kwamba mambo yenyewe halisi yaliyo mbinguni yalihitaji dhabihu bora zaidi. Hiyo ndio alichoanza nacho mstari wa 23. Maana yake ni kwamba dhabihu za wanyama zilitakiwa ili kutakasa hema ya kidunia na kumpatia kuhani mkuu njia ya kuingia patakatifu patakatifu. Mambo ya mbinguni yenyewe yalipaswa kusafishwa kwa dhabihu zilizo bora zaidi kuliko hizi. Hiyo ndio anaweka wazi hapa, kwa sababu kule mbinguni hakuja ingia dhabihu za wanyama, damu za wanyama. Ni damu ya Yesu
Mwandishi anamaanisha kwamba damu ya Yesu ndiyo inayoweza kuleta utakaso wa kiroho wa ndani, unaomwezesha mwenye dhambi kumkaribia Mungu mwenyewe na kwa mahali anapokaa kwa roho yake. Kwa hiyo dhabihu ya damu ya Yesu ndio inaweza kufanya umkaribie Mungu. Inasafisha dhamiri yako, inakuweka huru. Kwa hiyo mambo ya mbinguni ya kusafishwa ni sisi. Hapa ukifikiria anachotaka kumaanisha sasa. Manake kule mbinguni nafikiri umeshajua mpaka sasa kwamba hakuna hekalu lililojengwa kwa mikono. Kwa hiyo hakuna kitu, sijui nisemeje kwa Kiswahili, hakuna kitu physical, yani hakuna kitu kama jengo au kama kitu. Mambo ya mbinguni ya kusafishwa ni sisi watu wa Mungu. Tunasafishwa kiroho sasa hivi ili tuwe watu wake wa kiroho, waliotakaswa kiroho, na ndio kwa mahali pake pa kukaa. Kwa hiyo Mungu anakaa ndani yetu sisi, anakaa ndani ya roho zetu tukiwa tumesafishwa. Na kwa hiyo unapozungumzia hekalu la mbinguni ambalo halikutengenezwa na mikono ya wanadamu, unazungumzia roho za watakatifu zilizo safi, ndio zinalojenga hekalu la Mungu au hema la juu. Je, tunawezaje kuwa safi bila uchafu ili Mungu akae ndani yetu? Si tu mtu mmoja mmoja, lakini wote kwa ujumla, kama ushirika, kama hekalu lake takatifu. Mtume Paulo ametoa maelezo mazuri kuhusu hiki katika waraka wake kwa Efeso sura ya 2 mstari wa 21 na wa 22, na Petro wa kwanza katika sura ya 2 mstari wa 5. Jibu ni kwamba damu ya Kristo pekee ndiyo inayowezesha kusafisha dhamiri zetu kutokana na matendo mafu ili kumtumikia Mungu aliye hai. Kwa hiyo ili tulizungumza pale katika sura ya 9 hii mstari wa 14. Kwa hiyo mwandishi anasisitiza tena kama alivyofanya katika sura ya 8 mstari wa 1 na wa 5, sura ya 9 mstari wa 11 kwamba Kristo aliingia mbinguni mwenyewe aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Hii inaleta picha ya ushirikiano wa karibu na Mungu. Ni kwamba kati ya Mungu na sisi hakuna kitu kingine kinachozuia. Make yuko usoni pa Mungu kwa ajili yetu sisi. Chini ya mfumo wa Kiyahudi, kuhani mkuu angeingia patakatifu mara moja kwa mwaka ili kuwakilisha watu mbele za Mungu. Lakini Yesu yuko patakatifu pa kweli mbinguni kila siku, kila saa, kila dakika, kwa niaba yetu. Kwa hiyo anaposema yuko usoni mwa Mungu, ana maana ni wakati wote na ni kwa ajili yetu. Zaidi ya hayo, kuhani mkuu alipaswa kuendelea kurudi mwaka baada ya mwaka akiwa na damu ya wanyama wa dhabihu. Lakini Yesu alitoa damu yake mwenyewe mara moja tu. Hakuhitaji kuteseka na kufa tena na tena tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Hapa wasomaji walihitaji kuelewa vizuri kwamba dhabihu yake ni ya mara moja na ina uwezo wa kuondoa dhambi daima ili wasivutwe kuacha kuitegemea. Make ilikuwa ni kitu cha kujenga kichwani mwao kwamba walizoea dhabihu za kila mwaka kwa ajili ya taifa, lakini kwa mtu binafsi walizoea dhabihu za kila inapotendeka dhambi, dhabihu inatolewa. Lakini hapa anataka waelewe kwamba dhabihu ya Kristo, ya damu ya Kristo ni ya mara moja na inatoa dhambi au inasafisha dhamiri kwa wakati wote. Msalabani haki kamilifu ya Mungu ilionyeshwa. Kama angetusamehe tu dhambi zetu bila malipo ya adhabu, hangekuwa mwenye haki.
Kwa kifo cha mwana wa mtakatifu wa Mungu kilitosheleza ghadhabu ya Mungu kwa kulipa adhabu tuliyostahili. Msalaba na mateso yake pia vilikuza upendo wa ajabu wa neema ya Mungu. Kwa hiyo mfumo wowote wa wokovu unaokuza sifa za kibinadamu na kupunguza kazi ya msalaba hautokani na Mungu. Hiki nimechomekea tu kuhamasisha kuchunguza haya mambo. Hakuna kitu kinachozidi damu ya Yesu au kitu kinachozidi msalaba. Kwa hiyo ukipata mtu anakupa aina fulani ya wokovu ambao unategemea nguvu yako wewe mwenyewe, uadilifu wako au kitu kingine nje ya hiki, jua hicho hakitokani na Mungu. Msalabani Kristo amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Mstari wa 26 hapo tunamalizia. Neno kutangua linatumika maeneo ya kisheria likimaanisha kufutwa, kuondolewa na kuhesabika kama haipo. Hii ina maana dhambi imetanguliwa. Maana yake ni kwamba dhambi haina nguvu tena ya kumtawala mtu aliyesafishwa kwa damu ya Yesu. Vile vile damu ya Yesu inafuta dhambi ya yule anayepokea na kuitegemea. Si kwamba dhambi haipo kabisa katika maisha ya Mkristo, lakini haimtawali Mkristo kama ilivyomtawala zamani. Utenguaji huu zaidi ya hayo ni kwa kina. Unafunika dhambi kwa ukamilifu wake bila kujali aina, ukubwa na kiasi, na pia katika kila enzi ya historia ya mwanadamu. Tumeona kwamba watakatifu wa Agano la Kale, damu ya Yesu ilitengua au ililipa deni la dhambi zao na wakawa huru. Kwa hiyo utenguaji huu ni wa kina, unafunika dhambi kwa ukamilifu kabisa bila kujali aina ya dhambi, ukubwa wake na kiasi, na pia katika kila enzi za historia ya mwanadamu, kwa kuangalia nyuma na vile vile kwa kuangalia mbele. Kwa hiyo damu ya Yesu imelipa deni la dhambi za zamani kabla ya msalaba na deni la dhambi zinazotokea baada ya msalaba. Hii ina maana kwamba Kristo alipokufa alilipa adhabu ya dhambi za wateule wake wote wa kabla na baada ya msalaba. Dhabihu yake msalabani iliondoa dhambi zote zetu zote mara moja na kwa watu wote. Hili ilikuwa ni muhimu kwa hawa watu kujua kwamba dhabihu ya Kristo imeondoa dhambi moja kwa moja. Na ndugu mtazamaji, na sisi kwetu ni vizuri kulielewa vizuri hili kwamba damu ya Yesu imezitangua dhambi, imeziweka kando, kwa maana imezizofisha. Mtu ambaye umwamini Yesu, dhambi haikutawali tena, haina nguvu. Kristo, kitu cha pili, hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa ni kwamba dhabihu ya Kristo ya mara moja tu kwa ajili ya dhambi zetu inazidi dhabihu zote walizokuwa wanatoa katika Agano la Kale. Kitu cha pili ambacho iko katika haya maneno ya kumalizia au ya kuhitimisha hii sura ni katika mstari wa 27 na wa 28, ambao tunaweza kusema Kristo atakapokuja tena tunaweza kutazamia wokovu na si hukumu. Katika mstari wa 27 na wa 28 mwandishi anasema kwa wanadamu kuna mawili ya lazima yanayofuatana: kufa na hukumu ya mwisho. Kila mwanadamu anakufa mara moja, na Yesu alijitoa mara moja, hawezi kufa tena. Kinachofuata kwa Yesu ni kurudi kwake mara ya pili ili akamilishe wokovu. Nafikiri ili nadharia hii tulishaizungumzia wakati fulani kwamba wokovu una hizo aina, kama
stage 3, na hesabiwa haki, atakaswa, na baadaye utatukuzwa. Kwa atakapokuja mara ya pili ni kutuchukua tuende kwenye utukufu, na hakutakuweko hukumu tena. Kwa hiyo Kristo alikufa mara moja na narudi kwa hukumu, ambayo ni kweli, lakini badala yake asema kwamba Kristo alikufa mara moja lakini atatokea mara ya pili, si kwa ajili ya hukumu bali kwa ajili ya wokovu pasipo dhambi kwa wale wanaomngojea kwa hamu. Kuna ukweli 4 muhimu za vitendo hapa ambazo ingekuwa vizuri tuzipitie kusudi hii mistari miwili iweze kuwa na maana aliyokusudia. Kitu cha kwanza ni kwamba Mungu ameweka kifo kwa watu wote. Kwa maneno mengine, kifo sio mchakato wa asili. Kifo ni uhalisia, kwa sababu mwanadamu alitenda dhambi na Mungu amesema kwamba adhabu ya dhambi ni mauti. Naona tulishaisoma au tulizungumza katika somo lililopita. Kifo ni laana ya Mungu juu ya dhambi zetu. Kwa hiyo kwa muamini uchungu wa kifo huondolewa na msalaba. Unaweza kusoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 54 mpaka 57. Lakini hata hivyo kifo ni ukumbusho wa dhambi zetu na haki ya utakatifu wa Mungu. Ukweli huu ambao Mungu ameweka siku ya kifo unapaswa pia kutupa amani tunapofikiria kifo chetu wenyewe. Ingawa hatupaswi kujihatarisha maishani kwa kufanya mambo ya kipumbavu na yatakayotupeleka kufa, lakini inabidi tuwe wa busara katika mambo mbalimbali. Lakini ni vizuri kutambua kwamba tutakufa kwa wakati wake aliyoweka Mungu. Kwa hiyo sio swala la kupanikisha wakati wote. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu cha kwanza kutambua hapa. Mungu ameweka kifo kwa watu wote. Kitu cha pili, katika mistari wa 27 na 28, mbali na Kristo watu wanakufa na kupata hukumu. Kwamba wanadamu hufa mara moja na baada ya kifo hukumu. Mstari wa 27. Mstari huu unakanusha waziwazi nadharia ya kuzaliwa upya kama inavyosema kwenye dini mbalimbali nyingine. Lakini kitu kinachokuwa wazi hapa ni kufa, na baada ya kufa ni kinachofuata ni hukumu kwa wale ambao hawajamkubali Yesu. Mstari huu vile vile unapinga wazo kwamba watu wanapata nafasi ya pili ya kumpokea Kristo baada ya kufa. Kuna mafundisho mengine yanajidai ni ya kibiblia yanayosema kwamba mtu anaweza kufa akiwa hajamkubali Yesu, alafu kwa maombi ya watakatifu au kwa vitu fulani zikifanyika akampokea Yesu na kuokoka. Hiyo sio kweli. Baada ya kifo ni hukumu kama hujamkubali Yesu. Kukataa msalaba kama chombo cha wokovu ni kuchagua kama chombo cha hukumu. Msalaba ndio utakuhukumu. Kwa hiyo tutazama katika Injili ya Yohana sura ya 12 mstari wa 48 ili neno limeelezwa. Hii ndio sababu tunaonywa kwamba saa ya wokovu ni sasa. Wainjilisti wenzangu, mnajua hili. Mkihitimisha maneno ya Injili kwa watu ambao hawajaokoka, mnawaita kwamba saa ya wokovu ni sasa. Hakuna kungoja. Ukifa baada ya kusikia Injili, hakuna tumaini tena la kuokoka. Kuchelewa kumwamini Kristo kunaweza kuwa na matokeo mabaya milele. Waaminio katika Kristo hata hivyo hawaji hukumuni, bali wamepita kutoka mautini kuingia uzimani. Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 24. Vile vile tunatumia Warumi sura ya 8 mstari wa 1. Hakuna hukumu kwa walio katika Kristo Yesu.
waamini watatokea mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo ili kulipwa kwa matendo waliotenda katika mwili, yaani kupata mataji mbalimbali kulingana na kazi tuliyofanya tukiwa hapa duniani. Yawe ni mema au mabaya, lakini utapata mataji ya aina mbalimbali. Hii inaelezwa vizuri katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 10. Matendo yetu ya kukosa imani maovu yatateketezwa kama kuni, nyasi na makapi, ili hali dhahabu, fedha na mawe ya thamani yatakuwa msingi wa thawabu kwa wale ambao wamefanya vizuri. Lakini kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, lakini yeye mwenyewe ataokolewa ni kama kwa moto. Kwa hiyo wale waliomkubali Yesu na wakawa waaminifu, hakuna hukumu, kuna kupata mataji ya aina mbalimbali kufuatana na matendo yetu hapa. Kitu cha tatu kutokana na hii mistari miwili ni kwamba Kristo alikufa mara moja ili kubeba dhambi zetu, lakini anakuja tena ili kumaliza wokovu wetu. Kuja kwa Kristo mara ya pili hakutakuwa kwa ajili ya dhambi, kwa kuwa swala hilo lilitatuliwa kabisa wakati wa kuja mara ya kwanza. Badala yake atatokea kwa ajili ya wokovu kwa wale wanaomngojea kwa hamu. Kuna nyakati tatu za wokovu, tulishasema hilo. Tuliokolewa zamani wakati tulipomwamini Kristo na kuhesabiwa haki. Tunaokolewa sasa wakati wa utakaso au wakati Mungu anafanya utakatifu wake katika maisha yetu ya kila siku. Na katika siku zijazo Kristo atakapokuja tutaokolewa kabisa na hatimaye tutatukuzwa. Atakapotokea tutafanana naye, kwa maana tutamuona jinsi alivyo. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 2, kwa sababu ya ahadi hii kubwa. Kwa hiyo Kristo alikufa mara moja ili kubeba dhambi zetu, lakini anakuja kumalizia au kuhitimisha wokovu wetu, kukamilisha wokovu. Kumbuka katika sura ya 7 tulisema anaokoa kabisa. Wale ambao Kristo amewaokoa wanaongojea kwa hamu kuja kwake. Ndio sehemu ya 4 ya katika hii mistari ambayo iko wazi, ni kwamba wale ambao Kristo amewaokoa wanaongojea kwa hamu kuja kwake. Hata hivyo kuhani wetu mkuu ameingia patakatifu kweli mbinguni mbali na sisi. Tunangojea kwa hamu kumuona akija tena, kwa sababu ndiopo ahadi zote za Mungu za wokovu zitatimizwa kikamilifu. Je, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, unamngojea kwa hamu kuja kwa Bwana yetu Yesu Kristo? Paulo alipokabili kifo cha imani yake aliandika hivi: katika wakati ujao nimewekewa taji ya uadilifu ambayo Bwana mwamuzi mwadilifu atanipa siku hiyo. Kisha akaongeza, wala si kwangu mimi tu, bali kwa wote waliopenda kufunuliwa kwake. Iko kwenye Timotheo ya pili sura ya 4 mstari wa 8. Ikiwa kwa sababu Yesu Kristo ni mwokozi wako unapenda kufunuliwa kwake, basi hatatoa hukumu, bali kama hakimu mwadilifu atakukabidhi taji ya haki kwa yale ambayo umefanya. Kwa hiyo kwa wale wote ambao tumeokolewa tunangojea kurudi kwake kwa shauku, kwa hamu kubwa. Sasa kwa kuhitimisha, mambo haya yako wazi. Wakristo wote wanahitaji kujua kwa uhakika kwamba dhabihu ya nafsi ya Yesu inatosha kabisa kuondoa dhambi, hakuna la kuongeza. Kwa kutegemea kifo chake kuna msamaha na utakaso mkamilifu. Hii ni somo kubwa katika hii sura ya 9. Hakuna la kuongeza kwa kazi aliyofanya Yesu msalabani. Tunategemea kifo chake au damu yake
kwa msamaha na utakaso ambao ni mkamilifu. Mafundisho ya waraka kwa Waebrania ni kwamba damu yake Yesu husafisha kabisa na kuondoa dhambi na kumwezesha aminie kuwa karibu na Mungu katika maisha yake yote. Baraka kuu ya Mkristo ni kujua kwamba amesamehewa na anaweza kumwendea Mungu wakati wowote na kuishi karibu naye. Ndio sisitizo la au linganisho la Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa dhabihu ya damu ya Yesu tunaweza kumkaribia Mungu na kuwa naye, kwa sababu dhambi zetu zimefutwa na dhambi zetu zimesafishwa. Na malipo ya dhambi zetu au malipo ya dhambi zako yameshalipwa. Kizuizi kilichokuwepo kati yako na Mungu kimeondolewa. Kwa hiyo hakuna mashaka ya kukubalika. Kwa yule amwaminie Yesu hakuna hukumu ya adhabu juu yake. Tunaona Warumi sura 8 mstari wa 1. Na haingii hukumuni, bali amepita katika mauti na kuingia uzimani. Tunarudia Yohana 5:24. Ingawa Mkristo amesemehewa dhambi, bado anatenda dhambi na dhamiri yake inamshtaki na anajisikia hafai kumkaribia Mungu. Hii ni jambo la kawaida, lakini ukiungama dhambi unazozitenda siku kwa siku, utasamehewa na kutakaswa. Hii ni barua ya kwanza ya Yohana sura ya 1 mstari wa 8 na 9. Kwa kutegemea kabisa kifo cha Yesu na damu yake iliyomweka msalabani kwa ajili yako, una uhuru wa kumkaribia Mungu daima. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama hujamkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kusihi uyatafakari maneno ya somo hili ambayo ni hitimisho la sura ya 9. Tumeona kwamba kifo cha Yesu kinaleta msamaha na utakaso mkamilifu. Ukimwamini Yesu, damu yake itakusafisha kabisa na kuondoa dhambi zako na kukuwezesha uwe karibu na Mungu katika maisha yako yote. Kama umefikia uamuzi na unataka Yesu awe Bwana na Mwokozi wako, hebu fuatilisha hii sala nitakayoomba, ukiimanisha kutoka moyoni mwako kabisa, na mwisho wake utapata uzima wa milele. Hebu tuombe. Bwana Yesu, Mwokozi wa ulimwengu, ninaamini kwamba kwa hiari yako ulitoa maisha yako msalabani kwa ajili ya msamaha wa dhambi zangu. Ninatubu dhambi zangu na kuziacha kabisa. Nakabidhi maisha yangu kwako Yesu, na kukuomba wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa zawadi ya wokovu. Ni katika jina lako naomba haya yote na kuamini. Amen.